Ni miaka mitano iliyopita na zaidi toka nilipoanza kujifunza maisha ya watu waliofanikiwa, na kuna vitu ambavyo nimegundua kwao ambavyo leo ningetaka upate kuvijua. Na kwenye vile vitu nilivyovigundua, kwa sababu kwenye video moja hauwezi kupata vyote kwa mara moja, nitazungumzia kitu kimoja. Lakini nimegundua ya kuwa wote wana vitu vinavyofanana, ila kuna kimoja ambacho wote walicho nacho. Karibu kwenye Daily Wisdom Series, ambapo utapata hekima kila siku ili kwamba upate kujifunza pamoja nasi ili kufikia mafanikio ya malengo uliyojiwekea. Sasa nimegundua ya kwamba watu waliofanikiwa wote walikubali kuchukua hatari. Walichukuaje hatari, na hatari inaweza kuonekana namna gani katika maisha yetu ya kila siku? Kwanza, kuishi kwenyewe ni hatari, kwa sababu ukiamua kuishi umeingia katika hatari ya kufa. Ukimpenda mtu unaingia katika hatari ya kukataliwa na hivi ukaona aibu. Ukaingia katika biashara unaingia katika hatari ya kufilisika. Ukaweka pesa zako kwenye akaunti ya benki unaingia katika hatari ya kupoteza zile pesa zako endapo ile benki itafunga. Kwa hivyo tulivyoona pia katika mashariki ya DR Congo, wakati ambapo vita iliingia, serikali kuu ikaamua kwamba katika maeneo yaliyoingiwa na vita basi benki zifungwe. Raia walikuwa katika ugumu wa kupata pesa zao, hata kama zilikuwa za kwao walikuwa katika ugumu wa kuzipata katika kipindi wanachotaka wao. Lakini isitoshe, unakumbuka hatari ya mwaka wa 2008 ambapo benki kuu ya Marekani ilipata matatizo, na pia unagundua ya kwamba dunia nzima, katika uchumi wa dunia nzima ilipata hasara. Na hivyo unaweza ukakubaliana pamoja nami ya kwamba maisha yanajawa na hatari. Kila utakachofanya kitakuwa na hatari yake. Kwa hivyo kwenye maisha haya ukikataa kuchukua hatari, basi utabaki namna ulivyo. Wote waliofanikiwa walikubali kuchukua hatari ya kufanya mikakati ya kufikia maono yao makubwa. Endapo utakuwa una malengo au una maono makubwa, kitu cha kwanza ambacho nakwambia ukigundue, baada ya kuamua ya kwamba utafanya chochote, kumbuka kwamba kuna hatari, na hatari hii usipoikubali, basi unajiingiza katika hatari ya kutokupata chochote. Na hivyo basi, malengo yote unayoweza kuwa nayo, ninakushauri chukua hatari. Sijui ni malengo gani ulio nayo na ambayo unaona kwamba mkakati wa kuyafikia unakuingiza katika hatari fulani. Labda ni hatari ya kukataliwa au ni hatari ya kuaibika, kwa sababu hata ukijiamini pia watu unaingia katika hatari ya kukataliwa na watu, au ya kuambiwa na watu kwamba wewe unajivuna, au wengine watakukimbia kwa sababu tu wewe unajiamini. Kwa hivyo sasa ninakusii uniandikie pale kwenye comment, uniambie ni kitu gani ambacho ungetaka kukifanya lakini unaogopa hatari iliyopo. Nitafurahi kukusoma.